Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 ina sawa na mwezi mmoja. 10,000 ina sawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, kauli ya Djigui Diarra screen protector imezua taharuki, lakini pia imezua mjadala mkubwa sana huko katika anga la michezo, lakini wadau wengi wameshtushwa na kile ambacho amekiandika. Lakini pia kabla ya kumalizika kwa ule mchezo, baada ya kumalizika kwa ule mchezo, kuna story kuna mazungumzo alishare na mtangazaji au mchambuzi wa michezo kutoka kule Wasafi FM ambaye ni Nasli. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vilimfanya bwana Djigui Diarra aweze zungumza ni kutokana na maamuzi ya mwamuzi mwenyewe. Sasa kuna matukio hapa, nataka uyasikilize na utoe komenti yako kwa jinsi Diarra ambavyo anazungumza. Moja, akizungumzia nafasi ya upendeleo ambayo imekuwa ikitokea na chuki binafsi kutoka kwa yani mashabiki wa timu pinzani wanazileta mpaka kwa marefali na marefali wanaziishi. Ni swala ambalo limekuwa sio zuri kwa upande wake, na limekuwa ni swala ambalo limezua taharuki na watu kutopenda kile ambacho kinaendelea. Leo unaambiwa kwamba kile ambacho Diarra anakifanya kwenye ubora wake, basi watu wanaanza kuamini ni uchawi, watu wanaanza kuamini kwamba anajikuta, watu wanaanza kuamini kwamba pengine kwa sababu labda anabebwa. Sasa jana katika mechi ambayo imepigwa pale uwanja Tuliani ambao uliopigwa katika uwanja Tuliani ambao ulikuwa ni Dodoma, sio tu Jamhuri Dodoma, mechi ya Mtibwa Sukari dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, mabingwa watetezi wa NBC Premier League, wakiwa jana wanamalizia mzunguko wa pili wa mechi. Mzunguko wa kwanza walikuwa wanamalizia mzunguko wa kwanza wa NBC, mechi 16 wakiwa wanacheza dhidi ya Mtibwa Sugar, ambapo Young Africans walicheza kwa heshima sana na Mtibwa walicheza kwa heshima. Moja kati ya mechi ambazo zilitoa burudani nzuri ni ile kwanza Mtibwa waliuheshimu mchezo na kuiheshimu Young Africans. Wakacheza nyuma huku wakienda kushambulia kwa counter attack, lakini hawaendi kwa mipira ya kushtukiza, bali wanapanga draft, wakipiga pasi kutafuta mahali ambapo Young Africans hawatoweza kutawala eneo lote. Walifanikiwa kwa sababu waliweza kumpoteza Young Africans kwenye plani yake, lakini Young Africans kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja Aaron Okello anapiga shuti, golikipa analitema, Ima Mengo anaenda kuiweka, Pacome Zouzoua anaingia kambani. Yes, hatukatai, it was a clear goal. Tukio la pili ambao tunakuja kulishuhudia ni baya sana, ambalo hata Diarra limuumiza, ni lile baada ya goli la kwanza kuna pasi ilitoka pembeni, Starboy Aaron Okello I think anapiga pasi ndefu inavuka mstari wa mabeki, Pacome Zouzoua anaenda kuipokea pasi kwenye onside. Ima Mengo alikuwa offside, hatukatai, lakini baada ya Pacome kupokea ule mpira, mabeki walimkimbiza Pacome Zouzoua. Baada ya kumkimbiza wakamwacha Ima Mengo huku nyuma kabisa, hakuwa offside. Kwa hiyo Ima Mengo anakwenda kupokea mpira vipas kwa Pacome Zouzoua akiwa yuko onside. Referee anasema ni offside. Ile ilimkata sana Djigui Diarra kwa sababu Djigui Diarra amehakikisha kwamba Yanga hawafungwi. Kama Yanga hawafungwi, basi hakikishe kwamba kama Yanga hawafungi, basi anahakikisha hawafungwi. Haya, wameendelea na mchezo baada ya matukio kama tukio la Mudathiri haya basi ambalo lilikuwa ni clear penalty. Alikanyagwa, lakini referee akasema kanyaga twende, this is not penalty. Of course ikavwa. Sasa tukio la mwisho ni lile ambalo lilisababisha alipaniki kweli kweli na kutaka kuzua vita ya majimaji, vita ya tatu ya dunia, pale ambapo
wakati kona inapigwa, Djigui Diarra alikuwa kuna taharuki kati ya yeye na golikipa, yeye na mchezaji. Sasa ukumbuke golikipa ana eneo lake ambalo anatakiwa kucheza, alindwe. Sasa yule mchezaji alikuwa anamharas, na Djigui Diarra wakati analukia ule mpira, jamaa alimpush Djigui Diarra akaenda chini. Sasa wakati Djigui Diarra amekwenda chini, mpira unaingia. Referee naye pia hakuiona ile. Djigui Diarra na hapo aliwaka sana. Of course sitetei kwamba alichokifanya Diarra kilikuwa ni sahihi, lakini kuna tempa ambalo linaweza likatokea kutokana na kutosikilizwa pengine, na kutokana na matukio kujirudia, kinaweza kikapelekea hicho, kwa sababu unaweza ukahisi kwamba kwa sababu mimi sio Mtanzania, kwamba lugha yangu haielewi, au ananifanyia dharau kwa sababu mimi sio Mtanzania, wanaona performance yangu pengine inanyima watu ugali, au yani kuna vitu vingi sana ambavyo someone can ask himself to make it clear reality. Yani mtu anaweza akajiuliza kuona kwamba ni jambo gani ambalo linasababisha hiki natokea, kwa sababu mara ya kwanza nimeshamwambia awe makini wakati wa dead balls, mipira ambayo inapigwa, kuna harassment inatokea. Wakati mtu anakataa, watu wanafananisha kwamba Diarra alishawahi tena kumfuata referee siku ya mechi ya derby, lakini kumbukwe kwamba wakati Diarra anamfuata referee kuna kitendo kilitokea. Selemani Mwalimu alishika mpira na vibendela walikuwepo katika eneo kabisa kabla hata ile goli ambalo linafungwa. Sasa Diarra huwa unajua, ukiwa unazungumza lugha ambayo kidogo ni changamoto kwa watu wa pale, wanaweza wasikujibu wewe ukahisi kwamba wamekudharau, ukawahi kupaniki. Kumbe ni awezekana hajaelewa, au umeongea maneno mengi sana ambao unatakiwa kuongea kwamba referee you have to be fair, referee foul. Yani ungeongea neno moja ambalo kimsingi ni popular kwenye mpira, lakini unakuta unasema referee, hii sio hali, hii sio sawa, hapo tunaonewa. Sasa hayo yote ukiyazungumza, unaweza ukajikuta unaongea na mother tongue, either ukaongea Kifaransa au ukaongea kitu. Kwa hiyo hivi vitu vyote vikaleta mtafaruko. Sasa ni jambo ambalo lilipaswa kuzungumzwa kwenye namna nyingine, si hiyo ambayo walikuwa wameifanya. So mimi nadhani hapo kuna jambo ambalo pia watu wanapaswa kukaa chini wazungumze. Djigui Diarra yeye kwa upande wake hakufurahishwa. Hata mimi kwa upande wangu sikufurahishwa na maamuzi ya muamuzi, kuanzia baada ya matukio ambayo yalikuwa yanatokea. Of course kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea, inaonyesha kabisa Young Africans wanaonewa kwenye mechi 3 mfululizo hizi ambazo unaona wanalia na refa. Ni kweli wanalia kiuhalali, referee wamewanyonga sana. Sitaki kusema kwamba eti kwamba timu zingine zinanyongwa, lakini tunazungumzia mchezo husika ambao ulikuwa ni wa